Je, Mangungu ni nani? Na kwa nini Mangungu amekuwa akichukiwa katika uongozi wake ndani ya timu ya Simba Sport Club? Leo tutakwenda kumfahamu Mangungu ni nani. Mangungu alizaliwa tarehe 29 Septemba ule mwaka 1959. Yaani hii ina maana ya kwamba mwaka huu amekwisha kufikisha miaka 66. Mangungu aliingia kwenye siasa na akabahatika kuwa mwanasiasa mwenye mafanikio, ama akautoa ubunge wa jimbo la Kilwa kuanzia ule mwaka wa 2010 mpaka sasa. Kadri siku zilivyozidi kusonga, Mangungu akapata bahati ama akapata nafasi ya kuwa mwenyekiti wa timu ya Simba Sport Club. Hapo ndipo utata ulipoanza kuzuka miongoni mwa mashabiki, wengine wakizani kwamba Mangungu hafai kupewa nafasi ambayo amepewa, wengine wakiona Mangungu ni kiongozi mbaya ndani ya timu ya Simba Sport Club. Sasa nitakwenda kukutajia sababu ambazo zinafanya wanachama wa Simba Sport Club kuweza kumchukia Mangungu. Sababu ya kwanza, wanachama wengi wanadai ya kwamba Mangungu ni mwanasiasa na sio mwanampira ama sio mwanasoka. Kutokana na Mangungu kuwa mbunge hasa kwenye Chama cha Mapinduzi, chama cha CCM, imeweza kuleta chuki miongoni mwa mashabiki, hasa wa vile vyama vya upinzani kama Chadema, CUF, NCT Wazalendo na vyama vingine vingi, wakimkashifu wakisema kwamba Mangungu hana sifa ya kuwa kiongozi kwa sababu yeye hajihusishi na soka bali ni mwanasiasa. Sababu hiyo maamuzi yake yanakuwa yakionekana hayafai katika uongozi wa Simba Sport Club. Sababu ya pili inayofanya Mangungu aweze kuchukiwa basi ni matokeo mabaya. Simba Sport Club kwa hivi karibuni, kama umekwisha kutazama mechi kadhaa, imekuwa ni miongoni mwa timu ambazo matokeo yake hakika hayaridhishi. Imekuwa ni timu ambayo inapata matokeo mabaya ndani na nje, ama kwenye michuano ya ndani na michuano ya nje. Wakati huo mashabiki wa Simba Sport Club wao wana matarajio makubwa ya kuona timu yao ikifika mbali, na kwa bahati mbaya sasa Mangungu ndiye mwenyekiti na mara zote amekuwa hazungumzii swala la timu ya Simba kupata matokeo mabaya. Hivyo wanachama wengi wamekuwa wakiamini kwamba yeye ndiye sababu, na wengi wamekuwa wakimlaumu wakizani kwamba usajili unaofanyika ndani ya timu ya Simba Sport Club umejawa hujuma, na wachezaji ambao wamekuwa wakisajiliwa katika timu ya Simba hawana ubora, hivyo inasababisha timu ya Simba kuto kupata matokeo mazuri wawapo uwanjani. Sasa wanamfanya Mangungu kuwa mbuzi wa kafara, kuwa mbuzi wa Zazeli. Anazichukua dhambi zote na lawama zote anakuwa analaumiwa yeye, na hivyo hii imekuwa ikileta mjadala mbaya na imekuwa ikisababisha Mangungu kuweza kuchukiwa. Sababu ya tatu inayofanya Mangungu kuweza kuchukiwa, basi hatuwezi kuacha ile ya migogoro ndani ya timu ya Simba Sport Club. Timu ya Simba imekuwa ikipitia wakati mgumu wa migogoro ya ndani kwa ndani. Naam, wengine wamekuwa wakimuunga mkono Mangungu, wengine wamekuwa wakimuunga mkono Mo Dewji, na hii inatokana na mitazamo ya mashabiki kuamini kwamba timu ya Simba Sport Club miaka ya hivi karibuni imekuwa ikisajili wachezaji ambao hawana ubora. Ilifika hatua ambapo wana Simba waliweza kugawanyika makundi mawili, wengine wakisema mdhamini wa timu ambaye ni Mo Dewji aweze kusalia ndani ya timu, na wengine wakisema basi apewe mkono wa shukrani wa kwaheri, basi akaweze kutafuta timu nyingine ya kuidhamini, kwa sababu wao walikuwa wakiamini kwamba huenda hatoi pesa za kutosha kununua wachezaji. Ni sababu hii ambayo inafanya timu inashindwa kupata matokeo mazuri uwanjani. Na ikumbukwe
timu ya Simba Sports Club ni miongoni mwa vilabu vikubwa na vyenye nguvu hasa kwenye swala la soka kwa hapa Tanzania. Kwa hiyo wanapokuwa wakiona kwamba timu pinzani, timu ya Young African Club ikifanya vizuri, basi wao wanapata wakati mgumu na kuona labda wakibadili uongozi ulioko ndani ya timu ya Simba, basi angalau inaweza kuleta matokeo chanya, hasa kwenye maendeleo ama matokeo mazuri ya kisoka uwanjani. Sababu hii inafanya wanachama wengi kuamini ya kwamba basi Mangungu atakuwa ndiye sababu ya timu kufanya vibaya. Hivyo wengi wao wanaanza kumchukia pasipokuwa na sababu. Sababu ya 4 basi ni kubadili makocha mara kwa mara. Ikumbukwe timu ya Simba Sport Club imekuwa ni miongoni mwa timu ambazo zinabadilisha sana makocha. Yaani kocha ambaye anaweza kuanza na timu kwenye msimu anaweza asifike hata nusu ya msimu akawa amebadilika. Na sababu hii imekuwa ikifanya timu ya Simba kuonekana ni miongoni mwa timu ambazo zinakuwa zikinyanyasa ama zikifukuza makocha mara nyingi kuliko timu yoyote hapa Tanzania. Kuna wakati timu ya Simba Sport Club huwa inapata makocha wazuri sana, lakini kwa sababu za uongozi mara tu unaweza ukashangaa kocha amefukuzwa, amepewa barua na kwamba sasa bwana katafute timu nyingine. Sasa mtindo huu wa maisha wa kubadilisha makocha umekuwa ukiwakela mashabiki wengi wa Simba, na wengi wakizani kwamba huenda makocha hawaridhishwi na mienendo ya uongozi wa Simba, na ambaye amekuwa akibeba dhambi hizi basi ni Mangungu. Yes, amekuwa akionekana kwamba ni miongoni mwa watu ambao wanatetea haswa maslahi yao kuliko maslahi ya timu. Hivyo tabia kubadilisha kwake makocha imekuwa ikionekana kwamba ni tabia ya hovyo, na imekuwa ikijenga chuki miongoni mwa mashabiki wa Simba Sport Club ambao wengi wamekuwa wakiunga mkono na kwamba sasa Mangungu ni wakati wake wa kuiachia timu na kuwapa watu wengine. Na hii imekuwa ni miongoni mwa sababu ambazo zinafanya Mangungu aweze kuchukiwa.